Let us continue. Kwa hiyo umeona hapa sasa. Kwa nazungumza about ya doubling. Kwa hiyo ukija hapa sasa kwenye hivi vitufe hapo utakuta kuna kisehemu ya kwanza nimekwambia ni protection, ya pili ni ku reverse. Hii hapa ni una double. Kwa ina maana kwamba una double your lot size. Kwa mfano hapa lot size yetu tuliofungua ni 0.02. Na maana tukidouble itatuletea kwenye 0.04. Ngoja tu double tuone. Tusha double. Umeona imekuja 0.04. Look here. Imekuja 0.04. Ngoja niweke huku. Imeletea 0.04 hapa hivi. Tulianza na 0.02 imetuletea 0.04. Kwa hiyo nikidouble tena hivyo inaendelea kujidouble. Kwa namba hapo let us double it. Kwa maana tukidouble hapa hivi. Umeona? Imetuletea 0.08 kutoka 0.04. Kwa hiyo nikidouble tena hapa 0.08 itaniletea 0.16. Ngoja tuidouble. Inaniletea 0.16 kama hii hapa. Kwa hiyo unaweza double your account, your lot size ambao wewe unataka kuitumia wewe kadiri wewe unavyo trade, na stop loss inabaki pale pale. Kwa haina haja wewe click sana, hapana, ni only instantly, mara moja tu inakuwa inakusaidia. Umeona mpaka hapo. Sasa hii ni kwenye issue ya doubling. Umeona mpaka hapo. Yeah, Bongo nakupa flexibility ya wewe kufanya multiple trades. Umeona mpaka hapo. Yeah. Also unaweza kuna issue ya break even. Ya break even. Sasa hapa kwenye hii hapa tunaenda kwenye issue ya protection. Je, tuangalie sasa ya moja baada nyingine. Hapa nimekwambia kwanza ni protection, hii ni ku reverse kama nishaelezea namna ku reverse, hii ni double, bado hii protection. Kwa hiyo ukiklik hapa kwenye protection sasa unataka uprotect this trade. Sasa how do you protect this trade? Nikaelezea kwamba ina features nyingi sana. Mfano sasa, kwa mfano hii hapa ndio ngoja nifute hii. Nifute. Nifute. Haya. Sasa trade yako ndo hii hapa, si ndio? Trade yako ndo hii hapa. Unataka uiprotect. Sasa kwenye kuprotect kuna namna mbili, kuna namna nyingi. Unaweza nianze na upande wa kulia huu hapa. Nianze na upande wa kulia huu. Upande wa kulia huu ambao kuna nini? Kuna advance stop loss. Advance stop loss. Sasa huko kwenye advance stop loss unaona kwamba kuna nini? Kuna stop to break even. Stop loss to break even. Unaona mpaka hapo. Yeah. Stop loss to break even. Kwa hiyo ina maana sasa hapa hii ni break even. Kwa mfano sasa mimi hapa nimeshaona kwamba hapa sasa hii asset yangu hii inaenda kusell, si ndio? Labda itaenda kusell. Ile niweke hapo cross hair. Na maana kwamba itashuka chini, si ndio? Sasa nataka ikishuka chini mpaka ikifika hapa iwe break even, kwamba price ikishuka chini zaidi, alafu labda ikaamua kurudi juu, basi ifungie hapa hapa kwenye hii break even ambayo nimeifanyaje, nimeiweka mimi. Umeona mpaka hapo kwenye hiyo break even ambayo nimeiweka mimi. Sasa hapa sasa click. Ukishataka sasa usha note kwamba mimi nataka niweke break even at a certain price ambayo ni hapa. Unaangalia number of pips kutoka pale ulipofungulia. Unahesabu number of pips, maybe ni how many pips? Pips kwa mfano hapa ni kuna 13, 24, 50. Ushaona kama ni 100,000 pips, 100,000. Kikumbuka ni volatility, kwa hiyo pips zake zinakuwa kuhesabu napo nakuwa ni changamoto kidogo, tofauti na currencies. Umeona, tuassume maybe unaweka maybe 100,000, kwamba ikishafika hapa kwenye ile 100,000 tuassume 100,000 itafika hapa hivi. Okay, ikifika hapo kwenye 100,000 mimi nataka iwe break even. Kwa price ikishuka chini, nategemea sasa tunaamini kwamba price ikashuka chini huku ikafika labda maeneo ya hapa hivi, aje kwenye take profit ikaje maeneo ya hapa hivi, ikarudi juu, ina maana kwamba ije ifungie hapa kwenye break even yako wewe ambao umefanyaje, umeitaka wewe. Kwa hiyo ina maana kwamba haitagusa stop loss yako, haitafika huku, itavunjika hapa. Kwa hiyo hii inakusaidia pale ambapo wewe kwa mfano umetoka labda afu unashangaa price imekuja direct ikachukua hiyo stop loss afu ikashuka chini.
au labda imefanya reversal au labda ilikuwa ni some trick au maybe liquidation. Umeona mpaka hapo, kwa hiyo inakuwa inafanyaje, inakusaidia. Umeona mpaka hapo yeah. Kwa hiyo tumeshajua kuangalia kwenye how to set your break even, kwa hiyo inakuwa inakusaidia. Kwa mfano hapa tukisema break even si tu set ni 100,000, umeona 100,000. Kwa hiyo tuki apply hapa, ukisha click ushaweka number of pips, then after una apply. Umeona mpaka hapo una apply. Hii kwenye ads trigger when gaining yeah, kuna hii usika ni hii hapa 100, hii hapa 1000. Kwa hiyo ikifika kwenye 1000 ina close, kuna apply. Umeona yeah, kuna hii apply. By the way hautaiona hapa but ikifika hapo utaweza kuiona direct yeah. Sasa hii hapa ni kwenye advanced stop loss ambayo ni break even, break even. Sasa je, tuangalie kwenye protection nyingine hapa. Tuzungumzia hapa kwenye hii protection nyingine, nataka ni click na nakataa, nimekubali hapa hivi. Sasa kwenye take profit, kwenye take profit sasa, umeona sasa trading the same trade hiyo, the same trade hii, umeona the same trade hii. Sasa wewe ukaona kwamba this trade bana, nataka bana isifike huko chini, yani niwe na cut off. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya una make TP1, TP2, TP3 and etc. ili uweze ku rescue your capital or your money. Kwa hiyo sasa unachotakiwa kufanya una set a take profit 1, 2, 3, 4. Mwenyewe unavyotaka, au kutaka 3 ni wewe. Umeona, labda tuassume tumetaka sisi 3 tu au 2 kwa sababu tumeingia katika 15 minutes, kwa hiyo haina haja kuset hadi 4. Ingekuwa labda 4 hours ndo tungeseti 4 take profit. So take profit ya kwanza unataka iwe wapi? Umeona, at what amount of tips unataka wewe? Umeona, haya tuangalie hapa, labda sisi take profit ya kwetu kwanza sisi tunataka kuanzia hapa. Ikishafikisha pips 50,000 tu assume 50,000 na hisi itakuwa hapa hivi, au tuseme tushuke chini kidogo 60,000. Ikishafikisha pips 60,000 sisi tutaki take profit yetu, kuna kuja hapa hivi unaandika ikishafikisha pips 60,000 tu. Haya, sasa hapo unaangalia quantity uliofungulia nayo ni ngapi. Kumbuka quantity ni 0.16. Hiyo ndio quantity ambayo umefanyaje, umefungulia nayo trade, si ndio? Yeah, ni quantity ambayo umefanyaje, umefungulia nayo trade. Kwa sababu unachotakiwa kufanya hapa ni nini? Kwamba utakapofungua, umeona hapa hivi nimefungua kwa remaining quantity ni 0.16. Hii ndio total quantity ambayo tumefanyaje, total quantity ambayo tumefanyaje, tumefungulia nayo. Kwa hiyo ina maana kwamba tukianza na kwanza, leo tuseme sisi ya kwanza sisi tunataka kwamba ifunge na 0.04. Umeona mpaka hapo 0.04. Kwenye zile lot size 0.16 ukitoa 0.04 zitabakia 0.12. Ya tatu, kwa hiyo unaendelea hivyo, take profit ya pili nayo labda 0.04. Unataka how much pips? Ya kwanza tulisema kwamba ifunge katika pips 60. Tuashumu hapa tunataka ifunge katika pips 60, tuashumu 100,000. 100,000. Msije mkashangaa mapips 100,000 sijui nini, hapana. Hii ni volatility, kwa the way inavyotumika katika kunali pips, calculate pips inakuwa ni ngumu kidogo, tofauti na currency pair. Kwa ni pips 1,000. 100,000, umeona? Hii ni take profit ya ngapi? Ya pili. Tunaweza tukaongeza tena take profit ya tatu. Take profit ya tatu na tuweke ni ngapi? 0.04. Kuna hapo tuweke 0.04. Umeona? Katika 100,000 tuseme 100,000 na kutoka hapa hadi wapi? Kutoka tuashumu kutoka hapa 98 mpaka 100,000, 200,000. Tuashumu ikifika kwenye 200,000, ikifika kwenye 200,000 sisi tunataka take profit yetu ya ngapi? Ya tatu. Umeona mpaka hapo? Kisha take ya tatu, hii ya 4 itamalizikia remaining quantity. Kwa naona mpaka ifike hapa mwisho. Ina maana tayari tushazifunga hizo zote, mpaka ije ifike hapa mwisho inamalizikia na hii ngapi? Hii 0.04. Kwa ukishamaliza hapo una apply.
Umeona eh? Kwa hiyo tayari zinakuwa tayari zishajiset automatically kwenye chart yako. Umeona mpaka hapo urahisi ulivyokuwepo. Kwa hiyo ina maana sasa hapa wewe hapo unachotakiwa wewe ni kwenda kulala tu. Kulala usiwe na stress. Umeona eh? Ushaseti break even yako kwamba ikifika hapa hivi kwamba hata kama ikishuka chini ikapanda, whatever the case, sita breach my account, sitapata hasara. Umeona mpaka hapo eh? Na also ina maana kwamba hivi ikisha hit this target hapa hivi, ina maana kwamba ikifika hapa hivi, ikifika take profit ya kwanza hapa hivi inafunga at a certain profit. Umeona mpaka hapo eh? Ikifika katika take profit ya pili inafunga, ikifika take profit ya tatu inafunga. Kwa hiyo ina maana kwamba hata price kwa mfano ikiamua irudi huku, ina maana kwamba wewe itakayohesabika sasa, kwa mfano ukifunga hizi zote hizi hapa, kumbuka itabakia ya mwisho ni 0.04 ndio itakayofanyaje, itakayobakia. Umeona mpaka hapo eh? Itakayobakia ni ngapi? 0.04. Kwa maana kwamba hata ikirudi huku bado utakuwa in profit. Labda endapo itarudi hadi itarebound hadi kuja kwenye stop loss yako ambayo iko huku juu. Yaani labda price yako imekuja hapa hapa ikachukua stop ikachukua take profit hadi ya tatu afu ikaamua kupanda juu. Umeona mpaka hapo eh? Iamua upande juu. Sasa kama utakuwa hauja set break even ikapanda huku juu ikachukua ya stop loss, basi utakuwa umepata hasara. But kama utakuwa umeweka break even labda maeneo haya hapa kwamba sasa na hii break even ni kwamba hata kama umeiweka hapa, hata kama price ikifika hapo, sio kwamba itaichukua, hapana, itaendelea kushuka chini. Yani itaendelea kushuka chini and isipokuwa labda hii price imeshuka chini labda hapa ikapanda tu, price yako inafungia hapo hapo. Unaona mpaka hapo eh? Yeah. Almost kwa mfano labda mtu unafanya labda scalping, baada ya kufanya entry yako unaweka break even hapo hivi, take your nini make zako ya profit zako target zako TP1, TP2, TP3 and the sector. Umeona eh? Yeah, TP1, TP3 and the sector. Kwa ndo hivi. Kwa baada ya hapo sasa, kwa mfano sasa nilikuwa naelezea kwamba kwa mfano sasa price yako sasa imefika hadi hapa chini hivi, ifika panda. Kwa hiyo itafunjika hapa kwenye nini? Hii break even ambayo umefanyaje? Umeiweka hii break even ambayo umeiweka hapa hivi. Kwa no longer haitaweza uwezi pata tena hasara. Unaweza ukaweka hapa ukaamua kuweka at the entry point kwamba unasubiria price yako baada ya kushuka hivi. Baada ya kushuka mfano hii price hapa umeona inashuka chini. Umeona hapa kwamba imeshuka chini. Basi unaweka nini? Unaweka your stop loss at this zone. Your break even at this zone hapo. Endapo itashuka panda juu close hapo, but unasubiri, unatakiwa usubiri kwanza ishuke chini afu ndio uweke break even ndio kama hayo hapo ili uweze kupata, au unaweka hapa hivi. Umeona mpaka hapa eh? Ya kuna trade kwa mfano, kuna juzi nilitoa, kuna signal nilitoa ya VIX 50 ikamove pips 22 afu ikaja ikamove ikakata kwenye break even. Sasa mtu anashangaa, imekuwaje? Labda kwa mtu mwingine alikuwa ameshaikai trading afu labda ilikata kwa sababu nili expect price itapanda juu sana afu ije ishuke chini. But the way ilivyokuja ilipanda kidogo then after ikafanyaje ikashuka chini. Sasa nilivyoona imepanda mimi nikaweka break even hapa. Kwa maana kwamba all the way nilikuwa nishapata in a profit side, nilikuwa katika profit side. Sasa nakueleza importance of hii. Sasa kwa mfano ningekuwa sijaweka break even ukuta tayari nishafanyaje, nisha lose. For this most of the time inakuwa ni ngumu sana kwa wewe kufanyaje, kuweza kubreach your account. Kwa hiyo unaweza kufunga hata na loss size ya moja. Kwa mfano labda unaona hii sawa kwamba hii sawa itashuka chini but at the several pips, basi unasema kwamba hii ikishuka hadi hapa, labda kwa mfano wewe umeingia na loss size ya moja. Tuchukulie mfano umeingia na loss size ya moja ambayo ni sawa USD ambayo inatisha kweli ile pair. Umeona, au nasi 100. Umeona mpaka hapo eh? Nasi 100 umeingia na low size ya moja. Ukiingia na low size ya moja hapo unajua ikimove hapa hivi mpaka ni ikaja kwenye my stop loss nishapata hasara. Lakini unajua una uhakika kabisa kwamba hii price, mimi na uhakika kabisa hii price hii lazima ishuke chini. Yaani lazima tutashuka chini. Najua uhakika lazima itashuka at this point at a several few pips. Basi wewe cha msingi unajua una uhakika. Kama una uhakika na unachokifanya, basi wewe chapa zako low size ya moja. Umeona, chapa zako low size ya moja moja ni kubwa sana, low size kwenye sawa USD au volatility 25, hiyo ni largest low size. Kwa unajua kabisa ni kubwa. Kwa baada ya hapo sasa una set take profit zako hii hapa na break even ya hapa hivi. Kwa unajua kwamba hii price kwa mfano ita drop massively massively up to this point here hapa. Labda itashikia kwenye itasema
itafanya mitigation kwenye hii pips hapa. Kwa mfano nasema itafanya mitigation katika hii pips, basi una setting una set entry yako hapa hivi, break even unaweka hapa hivi. Baada ya kuweka break even, take profit ya kwanza unaweka hapa hivi, take profit ya pili unaweka hapa. Kwa hiyo, the way the importance of this take profit ni kwamba hivi wewe inakuwa sasa hauna tofauti, yani wewe hata kama price itakuwa imerudi, yani kwa mfano kwa mfano hapa take profit, kwa mfano tumeweka hapa take profit ya kwanza, hapa tumeweka take profit ya kwanza, hii ni take profit ya kwanza, hii ni take profit ya pili. Kwa hiyo ina maana kwamba hata price kwa mfano imekuja hadi hapa chini, haijaja kugusa hii take profit ya tatu. Wewe tayari ushachukua take profit ya kwanza, kwa mfano $50, na hii ya pili $50. Umeona eh? Kumbuka ndio umeingia na losses ya moja kwenye pia, kwa mfano gold. Umeona mpaka hapo? Kwa ikafika hapa haijagusa nini? Point yako ya tatu. After ikapanda juu. Umeona? Ikipanda juu inaenda kufunga katika break even, na itakapofunga kwenye break even sio kwamba utakuwa umepata hasara. Kumbuka utakuwa kwenye certain profit, but itakuwa ni kadogo sana. Ni tofauti na nini? Na hii profit ya kwanza. Si ndio eh? Itakuwa ni tofauti na kwanza. Wewe jaribu kufanya hivyo utaelewa hichi ninachokimaanisha. Wewe unaona kwamba wewe umeingia na losses ya moja, umepata profit. Umeona mpaka hapo eh? Umepata profit na hujapata hasara yoyote. Umeona the importance of this one? Kwa hujapata hasara yoyote ile, na hata kama price itaamua imeshika hapa ikapanda juu, hata ifanye hivyo. Yaani at the way kwamba ushaweka break even hapa hivi. Your advance stop point break even. Na tayari ushaweka take profit ya kwanza, ya pili au ya kwanza na ya pili. Ishachukua. Kwa maana hapa tayari ushachukua zako dola zako 50, umetulia. Hapa na hapa umechukua za dola zako 50, umetulia. Una dola 100 hapo. Umeona mpaka hapo? Una dola 100. Alafu ikafika hapa hivi. Kwa hiyo ina maana kwamba itakapofika hapa hivi, kwa mfano umeweka break even hapa juu hapa hivi. Hapa hivi. Umeweka break even hapa hivi. Kwa hiyo ina maana hata kama itakuja hadi itafika hapa hivi, umeona mpaka hapa, itashuka itakuja hapa hivi, utapata labda kwa sababu entry yako ilikuwa mwanzoni iko hapa. Kwa hiyo kama entry yako iko hapa, imefungia hapa chini, bado uko in profit. Kwa hiyo utashangaa labda uko labda in profit ya $10. Umeona mpaka hapo eh? $10 au $5. Umeona mpaka hapo eh? $5. Kwa hiyo by the any means ukija kupiga toto ni kama una dola 110 au 105, hujapata hasara yoyote ile. Umeona mpaka hapo ilivyokuwa rahisi. Eh? Kwa hiyo the way hii hapa ndo trade platform ambayo most of the traders wanatumia. Umeona mpaka hapo eh? So most of the expert trader wanatumia. Kwa hiyo as a beginner unaona utakuwa wewe as an expert. Yaani kwamba wewe unatakiwa uwe as an expert, ufanye vitu ambavyo ni profitable ili uweze kumake iwe profitable. Na kutaka kujua kwamba hii trader ni kitu kimoja kizuri sana. Huwa broker wengi hawatoi kwa sababu wanajua kabisa. Wanajua kabisa kwamba tukikupa hii yaani wewe uwezo wako kupata hasara ni ngumu sana. Sasa usipopata hasara sisi tutapata wapi ulaji? Kwa hiyo ina maana kwamba lazima ukokee kwenye platform kama Sinini, MT5 and Sector. Umeona mpaka hapo eh? Yeah, kwa issue kama hizi hapo. Na ukitaka kuprove hii kwa ambao tayari washaingia kwenye ProFarms, kwa ambao washaingia kwenye ProFarms account, ushaona kwamba ukinunua challenge account most wanakudirect kwenye MT5 au Trade Locker. Umeona mpaka hapo eh? Ukijaribu yani ukitaka kujaribu tu kwenda kwenye CTrader wanaongeza hela. Kwa mfano, kuna challenge account nimeshanuaga ya Funded Next. Funded Next na I think some of you mnamjua. Umeona eh? Ni $32. Kuna $32 ile ambayo na account ya $5,000. Una account ya $5,000. Umeona mpaka hapo eh? Sasa hii nilivyonunua bana, nilikuwa nadhani kwamba nitaenda kutradia na nini? Na hii CTrader. By the way ni kwamba ukitaka kutrade na hii CTrader kwa hii $32 ili uweze kutrade na hii app ya CTrader wanakuongezea certain amount of money. Sikumbuki ilikuwa ni kiasi gani, lakini ilikuwa na range kwenye $40 na kitu hivi, kama $45 hivi au something hivi. Umeona? Sasa ni kwa sababu gani hawa wanaongeza fedha hii kwenye ukitumia CTrader ni tofauti na MT5? Wanajua kabisa kwamba CTrader ina features ambazo wewe zitakusababisha, yani zitakufanya wewe ufanyaje? Upate profit. Ndio maana hata mabroker wengi wanakataa, hawarecommend hii hapa, waachie tu kwenye MT5 kwa sababu hakuna features zozote pale. Umeona mpaka hapo eh? Hakuna features zozote zile. Umeona mpaka hapo eh? Yeah. Kwa that one is it's kwenye issue ya break even na take profit. Umeona mpaka hapo eh? Yeah. Sasa tuje kwenye issue nyingine ya trailing stop loss. Umeona mpaka hapo eh? Trailing stop loss. Sasa hapa sijaweka trailing stop loss. Sijaweka trailing stop loss. Tuka an example tuiache hii hapa. Twende volatility 25 hii hapa.
volatility 25. Tuassume kwamba hii hapa itashuka. Umeona eh? Iko hapo tunashumu tunashuka, si ndio? Nachotakiwa sasa ili kuweza kupata trailing stop loss. Trailing stop loss ikoje? Trailing stop loss ni ile stop loss ambayo kwa mfano, leti ngoja nionyeshe mfano hapo. Ukitaka kwanza kuweka hii trailing stop loss una right click. Kisha right click unakuja kwenye place new order ili kuweza kupata trailing stop loss. Ukija hapa itakuonyesha kabisa sell or buy, but sitting quantity kwa mfano ni yetu tutashumu lot size ya moja kwa sababu ni demo account. Lot size ya moja kwenye 25s ni kubwa sana. Unaweka stop loss na take profit. Umeona mpaka hapo eh? Yeah. Take profit. Sasa hapa usipotaka trailing stop loss unaweka. Naambia unaweka. Ukitaka trailing stop loss unafanyaje? Unaweka hapa. Ndio? Yeah. Kwa mfano stop loss tumeweka $2,000, take profit tuweke $15,000. Umeona mpaka hapa eh? After umeamua kufanyaje? Hapo tufanyaje hapo? Kwa mfano to buy to sell. Hatujui. Si ndio? Tuamue to sell au to buy. Okay. Let us buy. Kwa sababu kuna some resistance hapa. Price lazima imitigate. Kwa umeona hapo tayari tusha place ya new order. Ili umeona kwa tayari new order ishafanyaje? Ishabi placed. Umeona mpaka hapa. Kwa hii hapa ukija kuiona hii hapa sasa. Hii hapa ni trailing stop loss. Hii hapa trailing, umeona TCL, trailing stop loss. Kwa hiyo ina maana sisi tunategemea kwamba hii price ikipanda na hii stop loss nayo inafanyaje? Inapanda. Unaona mpaka hapo eh? Inapanda. Sasa take profit tumeweka mbali sana, ngoja tuishushe chini. Hii hapa ni rahisi, ukitaka tunaishusha chini hivi mpaka hapa, labda take profit yetu tuiweke hapo hivyo. Umeona ishakubali. Kwa sasa hapa labda tushushe sasa, labda hii trailing stop loss ni kubwa sana. Tuishushe chini, tuipunguze. Unakuja unaipunguza hapa mpaka maeneo haya hapa hivi. Umeona certain pips. Kwa ina maana kwamba hivi tuiweke hadi hapa. Kwa ina maana kwamba the price ikiwa nashuka, price ikiwa nashuka chini inarudi pale pale initially nilipoiweka. Umeona mpaka hapo? Ndio hivi jinsi inavyokuwa. Kwa ina maana kwamba hapa sisi hapa initially hii trailing stop loss tuliweka maeneo haya hapa hivi. Umeona mpaka hapa? Maeneo haya hapa. Ina maana price kwa mfano ikashuka inakuja kusmash stop loss. Hii trailing stop loss itabaki pale 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 pale, lakini kwa mfano price yetu imeenda juu. Umeona imeenda juu. Ikienda juu, umeona hii inavyo move. Umeona hii line inavyo move, hii line inavyo move. Umeona price inapanda juu na hii inavyo move. Umeona ina move juu, ina move juu. Kwa ukija kuangalia hapa, ikipanda juu, ina maana kwamba this trailing stop loss nayo inafanyaje? Inapanda juu. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo hii trailing stop loss inafanyaje? Inapanda juu. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa mfano price yetu ikapanda ikafika hapa hivi, si ndio? Na trailing stop loss yetu inafika wapi? Inafika hapa hivi. Umeona mpaka hapo eh? Unafika hapa. Kwa hiyo inakuwa ndio trailing stop loss. Kwa hiyo trailing stop loss the way unavyoenda juu na the way inavyokufuata. Inafuata the entry point. Haikui static kama iko maeneo haya hapa hivi. Umeona mpaka hapo eh? Haiwi static kama inavyokuwa hapa hivi. Kwa trailing stop loss ni nzuri sana, nzuri sana. Hata kwenye Profirms watu ambao washaingia kwenye Profirms watakuwa naelewa maana ya static na trailing stop loss. Most ya Profirms ambazo wanatoa wanakuwa ni katika static na sio trailing stop loss. Sasa ni mwisho mwingine. Imekuja na smash ya stop loss. Umeona hapa? Yaani haitoki, inabaki pale pale. Inahit hiyo stop loss. But ikipanda inapanda na wewe. Sasa hii hapa inakuwa inasaidia kwenye nini? Hii inasaidia pale ambapo unafanya nini? Watu ambao wana trade news. Umeona? Hata sio news, wewe kwa mfano unaona nimeingia loss size kubwa hii pair na sitaki izidi, yani sitaki nipate loss kubwa zaidi ya certain price, labda zaidi ya hapa. Au labda ikiwa inapanda mpaka ifike hapa isiwe inashuka wapi? Inashuka chini. Basi unaweka trailing stop loss ili ikifika maeneo fulani, kwa mfano ikifika hapa basi iwe inafanyaje? Zinafuatana. Umeona mpaka hapo, hii sio kuna rapid move. Pa mfano pia za bubu ni crash, kwa kuna rapid move pa inakuja na take your stop loss tena unabii liquidated mpaka hapo imechukua stop loss yetu. Umeona
Kwa ndo hivi hapo ni kwenye trailing stop loss. Kwa ambao mtakuwa mna trade news wala matrader news, itakuwa hii hapa itawasaidia sana. Inaweza kuprotect your account. Umeona eh? Kwa unaweza ukaweka trailing stop loss, yani unaweka trailing stop loss, unaweka break even, unaweka TP1 na TP2 and the other and the other and the other. Hasa hapo una wasiwasi gani wewe? So unaenda unalala zako huku una enjoy kwa sababu unajua anything happen in the market siwezi pata hasara. Yani una trailing stop loss. Eh? Una trailing, una vitu vingi yani. Yani wewe yani ukienda unalala unajiamini, unaingiza hata loss size ya moja ya mbili, unaenda unalala, unaamka zako kesho una trailing stop loss, unaona mpaka hapo eh? Bado tena umeweka break even, umeona, bado tena umeweka take profit TP1, TP2, TP3, TP3, umeweka break even at a certain price, umeona, na unajua kabisa hii price lazima ishuke at the maximum, yani inashuka yani umeingia katika liquidity level, unaona kwamba hapo ukiingia katika liquidity level, ina maana kwamba price itashuka sana 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 sana, au itabai sana sana sana. Umeona mpaka hapo? Una uhakika na mimi, unakuwa huwazi kitu chochote, kwenda zako tuna, kwa sababu unajua anything will happen, sitapata hasara, au kama nitapata hasara basi sikuwa kwenye the direction, sikuwa kwenye direction husika, nilikuwa niko wrong kwenye my analysis na wrong katika the entry ambayo nimeingia. I think mpaka hapo tayari tushaelewana, si ndio eh? So let us do this call part 1, then after I will upload part 2 and the set, kwa sababu ina video ina dakika 47 naelekea 50, nyingi sana hizi. So let us call it part 1 and then after nita-upload tena video nyingine ambayo inaelezea features nyingine. So be tuned. Hii hapa ni video yangu ambayo sasa nitaiweka kwenye YouTube channel cause ni ndefu sana, siwezi upload kwenye WhatsApp. Yeah. So I mean kwenye YouTube nikishare link everyone atapata na atakuwa na easy access za kuweza kuelewa. Kwa hiyo utakiwa tu kuingia kwenye YouTube channel yangu kuweza kuifungua na ku-review. Na mnapo nategemea mnisupport pia kwenye kusubscribe, comment na kushare ili tuweze kufanya, tuweze kugrow our community together, my brothers. Okay, let us end here.